Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, sakata la Hamisa Mobeto na Rushaynah, bwana, kumbe mambo ni mengi sana ambayo yameshatokea. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba kuna ugomvi kati ya Hamisa Mobeto na Rushaynah, na sababu ni kwamba Rushaynah amemsema vibaya Aziz Ki kuhusiana na mdomo wake. Umeona bwana Kwa hiyo hilo jambo bwana ni kwamba kwa namna moja au nyingine limemfedhehesha, limemkera Hamisa Mobeto, na Hamisa Mobeto ameamua kumblock. Lakini pia kuna ujumbe ambao Hamisa aliutoa kwa wadau mbalimbali mtandaoni kuhusiana na hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea, kwamba hataki kufuatiliwa sana, hataki watu wamkoseshe amani, amewakosea nini na vitu vingine kibao kama tulivyozungumza katika video zilizopita. Sasa baada ya Hamisa Mobeto kutoa kauli na kumblock Rushaynah, na hizi voice pamoja na text ambazo zimevuja mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Rushaynah akiwa anamsema vibaya Aziz Ki mdomo wake baada ya kumuoa Hamisa Mobeto na kumshangaa Hamisa kukubali kuolewa na Aziz Ki pamoja na muonekano wa mdomo. Yaani vitu ambavyo kiukweli havi make sense, lakini ndio hivyo jinsi mambo yalivyo. Na watu wengi sana wameona kwamba Rushaynah kweli ni kidudu mtu. Inakuwaje tena anamngonga rafiki yake wakati rafiki yake amefanya jambo la maana kabisa, amepata ndoa mashaallah, alafu mtu anakuja kumsema mumewe. Ni vitu ambavyo vimewadisappoint watu wengi sana, kumshangaa Rushaynah kwa hicho alichokifanya. Sasa kitu ambacho labda ulikuwa ufahamu ni kwamba kuna hizi screenshot za DM ya Rushaynah ambapo imeonekana kwamba alikuwa anamdm Hamisa Mobeto kumuomba radhi kwa yale ambayo yametokea kabla hata mambo hayajafika mtandaoni, lakini Hamisa baada ya mambo kufika mtandaoni Hamisa Mobeto amemblock Rushaynah. Umeona bwana Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimepostiwa na Juma Lokole, lakini pia vile vile kimepostiwa na Mwijaku. Sasa nataka nikuelezee kwanza kwa upande wa hii text ya msamaha wa Rushaynah, maana ameandika kwa Kiingereza, kwa hiyo tutaisoma kwa Kiingereza kisha tutakuwa tunaitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Na Juma Lokole baada ya kuiposta akasema kwamba Rushaynah kumbe alimuombaga msamaha Hamisa Mobeto siku ile maskini ya Mungu. Kosa alilolifanya ni kwamba Rushaynah ni kwamba aliomba msamaha kwa Kizungu. Sasa ngoja nikusomee msamaha wenyewe kwa mujibu wa DM ambazo zimevuja tena. Okay, kuna conversation ambazo walikuwa wanazungumza wenyewe, ambapo huku Hamisa aliandika kuna nini, alafu huku Rushaynah akaja akajibu kwamba sijui na hata simuulizi. Alafu akaandika the next day, siku ya majira ya saa 7:04, Rushaynah aliandika asalamu alaykum Hamisa. Umeona, huo ndio ujumbe wa kwanza kabisa wa Rushaynah kwenda kwa Hamisa Mobeto. Alimsalimia asalamu alaykum Hamisa, kisha akaandika kwamba Mwijaku alinipigia jana usiku na mama leo asubuhi kanitext. Kisha akaendelea kusema kwamba I want to ask you for forgiveness for what I've done, akiwa anamaanisha kwamba nataka nikuombe radhi kwa kile ambacho nimekifanya. I know I hurt you deeply, najua kwamba nimekuumiza sana. Akaendelea hapa kusema kwamba and that makes me feel really bad, na hicho nilichokifanya kinanifanya mimi nijisikie vibaya. Nisamee, not because I will erase what happened. Nisamee sio kwamba nitafuta kile kilichotokea. Not because but because it will hurt me. Sio kwamba nitafuta kile kilichotokea, no, but because it will hurt me to death knowing I have hurt you. Na huja nisamee. Yani anamaanisha kwamba nakuomba msamaha sio kwa sababu nitakifuta kile kilichotokea, lakini kitaniuma mimi mpaka siku ninayokwenda ahera nikijua kwamba nimekuumiza na sijakuomba msamaha, huja nisamee. I don't want to rush you to ask for forgiveness too quickly. Nilikuwa sijataka ni kuharakishe kuomba msamaha na wewe unisamee haraka, but I want you to know from the bottom of my heart that I truly regret what happened. Na lakini ninachotaka ni kwamba nataka wewe ujue kwamba kutoka chini ya moyo wangu ninajutia kwa hiki kilichotokea. Rushaynah anazidi kugonga yai Kiingereza hiki mwanzo mwisho. Akaendelea kusema kwamba I understand that it might take time for you to process everything. Na naelewa kwamba itachukua muda mrefu sana wewe kufuatilia na kuelewa kila kitu, au kunielewa kwa kila kitu. And I want to give you all the space you need. Na nitakupa nafasi na nitakupa muda wowote ule unaotaka
kwa yeye, yaani kwa huyu Hamisa kumsamehe yeye. Kwa hiyo sio kwamba anamharakisha kwamba nisamehe, hapana, ni kwamba atampa muda taratibu Hamisa amsamehe. Kwa hiyo anachotaka hapa kufanya Rushaynah ni kumwomba msamaha, ajue kwamba anajuta kwa kile ambacho amekifanya. Hawezi kubadilisha yaliyotokea, lakini anachotaka yeye ni kwamba afahamu kwamba anaomba amsamehe. Umeona? Haya, I'm so sorry for the pain I have caused you and mama. Ninakuomba nisamehe kwa maumivu ambayo nimeyasababisha kwako na kwa mama. And I hope that one day you will find it in your heart to forgive me. Na natamani na nataraji siku moja utapata nafasi moyoni mwako ya kunisamehe. I'm here whenever you are ready. Niko hapa muda wote utakapokuwa tayari. And I'm committed to changing and making things right. Na nitajitoa kubadilika na kubadilisha na kufanya vitu viwe sawa. I am and will always be your biggest supporter and a friend. Mimi ni rafiki na nitaendelea kuwa rafiki na mtu anayekusapoti wewe kwa kiasi kikubwa, na nitaendelea kuwa rafiki yako. Alafu kisha kaka emoji ya kopa. Kwa hiyo hii ni DM ya Rushaynah kwenda kwa Hamisa Mobeto kumuomba msamaha. Kwa hiyo Juma ameposti, Mwijaku naye pia ameposti. Sasa Mwijaku alivyoposti bwana, ameweka caption hapa chini. Unaona Mwijaku ameandika kwamba ni kweli nilikupigia sababu sijapenda kabisa kumsema Hamisa. Unaona, hii ni kutokana na kwamba huyu Rushaynah katika hii message yake ya kumwomba radhi Hamisa Mobeto ameainisha hapo awali kabisa kwamba kwamba Mwijaku alimpigia jana na mama yake Hamisa naye pia alimtext asubuhi. So afu ndo akaendelea na hiyo message ya kuomba radhi sasa kwa Hamisa baada ya kuandika asalamu alaykum Hamisa. So Mwijaku anasema kwamba ni kweli nilikupigia sababu sijapenda kabisa kumsema Hamisa. Unajua kabisa ninavyompenda Hamisa. Sitamani kuona anazungumziwa vibaya kokote na mtu yoyote hapa duniani. Kukubali kosa haitoshi. Badilika Rushi. Alafu kaka #respect, #utapata pepo. Huyo ni Mwijaku sasa. Na watu hapa of course wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu anasema bwana endeleeni kuchagua sura. Mabinti endeleeni kuchagua sura. Wanaume wa kawaida ndio wenye upendo wa kweli. Kwa kifupi Hamisa amepata mume wa kufa na kuzikana naye. Anapendwa Hamisa mno. Kuachana wale haitokuja kutokea. Kuna mtu ameandika hivyo. Umeona bwana? So hizo ni comments. Haya, kuna mtu mwingine amesema bwana siku zote muungwana akivuliwa nguo huchutama. Rushaynah ni mwanadada mstaarabu sana. Tena sana. Huwa hapendi drama za mitandaoni. Alafu ni mrembo na ndio maana alipogundua kwamba ameteleza akaomba msamaha. Na muombea pia msamaha, tumsamehe huyu dada. Hana shida na mtu. Wengi wenu humu ni wambea. Mnateta ni vile tu hamjawahi kushikwa na uthibitisho. Tunakupenda Rushi. Kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako na wewe pia katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.